السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله, bila shaka leo ni tarehe 19. Kesho biidhnillah tabarak wa taala tutakuwa ndani ya tarehe 20, siku ambayo markazi yetu hii inafunguliwa rasmi. Durus zinaanzishwa au zinaendelezwa kutoka katika likizo ndogo ya Dhulhijja. Kwa mnasaba wa kufunguliwa markazi yetu, leo nitapendelea nizungumze mada ambayo inafungamana na ilmu, kwa lengo la kupeana tambihi na kukumbushana. Kwa kuwa mimi ni mwanafunzi, basi si mbaya wanafunzi kwa wanafunzi kukumbushana. Nataka kuwaambia kuwa miongoni mwa ibada adhima ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazipenda mno ni ibada hii ya kutafuta elimu ya kisheria. Watu kukaa chini wakasoma Qur'ani, wakasoma sunna, kadhalika wakasoma dini kwa ujumla. Ibada hii ni amru jalilun bila mudafaa, ni amali ambayo ni tukufu pasina upinzani wa aina yoyote. Na talibul ilmi inda Allah manzilatuhu adhima wa darajatuhu aliyah, darajatuhu ba'da darajati an-nubuwa war-risala. Talibul ilmi daraja yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, daraja yake ni ya juu, daraja yake ni baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala na mitume anafuata yeye katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya manabii na mitume anafuata talibul ilmi bi sharti an yakuna sadiqan ma'a Allah wa sadiqan fi ilmi. Lakini kwa sharti huyu mwanafunzi awe ni mkweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika awe ni mkweli katika ilmu yake. Atapata daraja hii ikiwa amekusanya vitu hivi viwili, mkweli kwa Allah na mkweli kwenye ilmu yake. Na hapa huzalikana maswali kadhaa. Man huwa as-sadiq fil ilmi wa kayfa yu'rafu as-sadiq fil ilmi wa hal ant min as-sadiqin fil ilmi au min al-kadhibin? Ni nani huyo mkweli katika ilmu, na vipi utamfahamu mtu mkweli katika ilmu? Na je, wewe ambaye unanisikiliza, je, ni katika wakweli katika ilmu au ni katika waongo?
kwa sababu sio kila ambaye anajinasibisha na jambo fulani na akadai kwamba yumo katika jambo hilo basi anaweza kuwa mkweli. Fakad yakunu kadhiban fima yad'ihi, muda mwingine anaweza akawa ni muongo kwa kile ambacho anakidai. Ndio maana ahlul ilmi wakaweka alama ambazo zitamjulisha mtu kuwa yeye ni mkweli katika ilmu au ni muongo. Wa hadithuna fi hadhihi aljum'a an hadhihi, na mazungumzo yetu ya Ijumaa hii leo yatahusu alama hizi, alamatu rajuli sadiq fil ilmi, alama za mtu mkweli katika ilmu. Tutazungumzia alama za mtu mkweli katika ilmu ni zipi. Al-alamatu al-ula, as-sadiq fil ilmi niyyatuhu takunu hasana bi an yaqsida bihi wajha Allah ta'ala wal 'amal bihi wa ihya' ash-shari'ah wa la yaqsid bihi al-aghrad ad-dunyawiyya min ta'sil ar-ri'asa aw ash-shuhra aw al-madh aw ta'dhim an-nas lahu au nahwi dhalika. Mkweli katika ilmu siku zote, alama ya kwanza kabisa ukitaka kumtambua, nia yake inakuwa ni njema, nia yake inakuwa ni nzuri. Anatafuta ilmu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa anakusudia uso wa Allah na kuifanyia kazi hiyo ilmu na kuuhisha Uislamu, wala hakusudii kupata malengo ya kidunia kama vile cheo, anataka ukubwa, anataka ushekhe au mashuhuri, anataka atangae ajulikane kwamba yeye amesoma, au ataka kusifiwa na watu, kuadhimishwa, atukuzwe kwamba fulani rajul mubajjal au mfano hivyo. Hapana, lengo lake yeye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona mtu anasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anasoma kwa ajili ya kunusuru Uislamu, basi ujue huyo ni mkweli katika ilmu, na kinyume chake huyo ni muongo katika ilmu. ولهذا يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في مفتاح دار السعادة: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد درجة النبوة. أسمى من طلب العلم، yoyote ambaye atakayetafuta elimu liyuhya bihi alislama, lakini lengo lake yeye anatafuta elimu ili auishe Uislamu, anataka kunusuru Uislamu, fa huwa min as-siddiqin, basi yeye ni katika wakweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika ni katika wakweli katika elimu yake, na daraja yake ni baada ya daraja ya utume kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya manabii na mitume anafuata yeye. Kwa nini? Kwa sababu alitafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kunusuru sunna na sio dunia. Na ndio maana yamekuja makemeo makali kuwatahadharisha wanafunzi ambao wao wanatafuta elimu ya kisheria lakini lengo lao sio dini, wana malengo mengine, wanataka ushekhe au mashuhuri au mali au dunia kwa ujumla. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: man ta'allama ilman mimma yutagha bihi wajhu Allah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah. Yoyote ambaye atakayetafuta elimu ambayo hutafutwa kwayo uso wa Allah, ikawa yeye hatafuta elimu hiyo isipokuwa lengo lake apate pato la dunia, basi huyo hatonusa harufu ya pepo siku ya kiyama, kwa sababu ni mrongo. Mkweli siku zote anatafuta elimu kwa ajili ya Allah na si kwa ajili ya dunia. يقول الإمام العلامة ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. أنا سمع الإمام ابن رجب kwenye kitabu chake Fadhl ilmi as-salaf ala ilmi al-khalaf, anasema miongoni mwa alama za elimu yenye manufaa, elimu ya kweli, ni ile ambayo inamfanya mtu aikimbie dunia, ni ile ambayo inamfanya msomaji aikimbie dunia, na dunia kubwa kuliko zote ni ar-riasa, kutaka ukubwa,
kutaka mamlaka, kutaka cheo, washura kadhalika kutaka kutangaa, kutaka kujulikana, walmadhu na kutaka kusifiwa. Wa huna mazallatul aqdam. Hapa ndipo ambapo wengi katika tulabul ilmi wanateleza. Wapo katika baadhi ya tulab wao wanatoa jitihada kubwa katika kusoma, lakini nia zao zimeharibika. Anataka asome ili kesho apate umashuhuri, atukuzwe, aitwe kwa ni shekhe, aheshimiwe. Hilo ndio lengo lake. Na ndiyo maana utaona sasa hivi kwenye mitandao huko kumechafuka. Kwa nini? Kwa sababu watu wanagombania ushekhe na wanautafuta ushekhe kwa ulazima, kiubabe, utake usitake, yeye atakuwa shekhe. Mpaka inafikia mahala watu wanatukanana, ugomvi kwenye magrupu huko. Huyu anathibitisha kwamba yeye ni shekhe na kashapewa ushekhe na fulani, wenzie wanampinga, hapana wewe sio shekhe. Basi wanaminyana mpaka mtu unashangaa, kweli hapa pana kusudia dini au kuna kitu kingine nyuma ya pazia sisi hatukijui? Kwa nini watu wanakuwa hivi? Mpaka wanafika mahala utatafakari kwamba baada ya miaka 5 au 10 20 huko mbele hali itakuwaje kwa hivi tunavyoona sasa. Talibul ilm siku zote yeye huwa anatafuta elimu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na anakuwa mkweli katika ilmu, kisha anasubiri zama ziseme, wakati wake ufike. Sio kulazimisha ushekhe, kujipenyeza kwenye safu za mashekhe. Yani anataka awepo katika ulimwengu wa mashaikh wakitajwa na yeye atajwe, fulani bwana shekhe, basi yeye mwenyewe asikia raha. Sasa analazimisha ule ushekhe, Nataka kuambia ushekhe haulazimishwi. Ushekhe haulazimishwi. Wewe soma kwa ajili ya Allah, kuwa mkweli kwa Allah, wakati wako utafika. Sasa hivi si wakati wako. Ukitaka kulazimisha mambo utadhalilika, utaaibika. Subiri zama ziseme. Wewe sasa hivi ni kama sisimizi kwenye kundi la tembo, huwezi kuonekana, wanaonekana wao tu. Hata kama utafanya jitihada ukasema upande juu ya migongo yao, unyanyue makwapa hivi ili wakuone, bado huwezi kuonekana kwa sababu ni mdogo kwao. Wewe ni mdogo, subiri wao waondoke kwa kufa au kuzeheka. Ibn Abbas, wakati maswahaba kibar min as-sahaba wapo, yeye alikuwa hajulikani kwamba ni nani. Hakuna ambaye alikuwa anamuelekea Ibn Abbas kipindi ambacho Abubakar yupo au Umar, hakuna. Lakini baada ya kutoweka wazee hawa akawa habrul umma, kwa sababu zama zile zilikuwa zinamhitaji. Kipindi cha Abubakar na Umar zama zilikuwa hazimtambui. Sasa wewe usilazimishe, zama zako zitafika. Likulli maqamin maqal wa likulli zamanin rijal. Kila zama zina watu wake, zama zako zitafika. Fanya subra, soma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya tunazungumza kwa sababu ni sehemu fulani ya nasaha. Kwa sababu ikiwa kama tutanyamaziana sisi tulabul ilmi, isije tukafikia mahala pabaya. Na ndiyo maana utaona kuna baadhi wanafikia mahala mpaka wanafeki vyeti, wanafeki umri, ili mradi tu aende akasome nje. Kwa nini? Kwa sababu anajua yeye akisoma nje akirudi atajikweza kwamba mimi nimepanda ndege nimekwenda kusoma nje. Na mimi sasa hivi shekhe. Sijui nani kamwambia kwamba mtu akisoma nje anakuwa shekhe moja kwa moja. Sijui nani kamwambia. Kwani watu wangapi wamesoma nje na wamerudi? Hakuna ambaye anayewatambua. Wamemaliza pesa za Waarabu tu. Na wengine ukienda waferi huko, kila kiandika mtihani waferi. Kila kiandika mtihani waferi. Watu wangapi? Watu wengi. Sasa haya mambo mtu anatakiwa akae chini atafakari kabla hajafanya kitu chochote. Inatakiwa ajiulize, hili ninalolifanya nalifanya kwa ajili ya nini? Je, ni kwa ajili ya Allah au na malengo mengine? Watu wanafeki mpaka passport. Utasikia alhamdulillah nimepata scholarship. Cheti cha wapi? Kenya. Kisauni. Ulipataje? Na wewe si mtu wa Kenya wala hujasoma huko.
passport ya Uganda. Maana sasa hivi kuna watu wana fake mpaka passport. Yani Mtanzania lakini anatafuta passport ya nchi jirani kama vile Uganda, Burundi, alafu anatuma maombi Saudia kwa sababu kuna urahisi wa kukubaliwa. Kwa hiyo ukitazama pale wewe unamuona kwamba yeye ni Burundi, kumbe ni Mtanzania. Haya yote anafanya kwa ajili tu apate nafasi ya kwenda kusoma nje. Ghish. Sasa ikiwa talibul ilmi wewe unafanya ghish, je, yule ami itakuwaje? Ukweli uko wapi? Kwa nini tunaminyana kuyafanya mambo ya haramu wakati mambo haya yanajulikana kwamba ni mambo ambayo hayafai kwa ajili tu ili kusoma nje? Kwa nini? Hapa ndipo sisi ambapo tunatia wasiwasi. Je, watu ni wakweli kwa Allah? Watu ni wakweli katika ilmu au wanataka kitu fulani? Kwa sababu mtu mkweli hawezi kufanya mambo haya. Mtu mkweli, narudia tena, mtu mkweli hawezi kufanya mambo haya katu. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا وأعظمها الرئاسة والشورى والمدح. Hii ni alama pekee ya kutaka kumjua nani mkweli katika ilmu. Na hapa pia tunapozungumza kwamba mkweli katika ilmu anatakiwa aikimbie dunia, hapa pia kuna tambihi. Kwa sababu siku hizi kuna lugha ambazo mimi nasema kwa si sawa. Utasikia kwamba siku hizi mashehe wanapenda sana dunia, si wa kweli katika ilmu, maslahi mbele, hakuna dini, wanapenda maisha mazuri. Almuhimu maneno yamekuwa mengi sana. Sasa sisi huwa tunajiuliza, kwani hawa mashehe ambao wanapenda dunia ni kina nani? Na wanapenda dunia kivipi? Mbona hamfafanui? Mnarusha maneno nyuma ya ukuta. Semeni wazi, fulani anapenda dunia kwa sababu hii, ili anasihiwe kwa sababu si jambo zuri. Lakini ukija kuchunguza utaona kwamba haya maneno si ya kweli. Watu walishazoea kuwaburuza mashaikhi na kuwaburuza walimu, kuwapeleka vile ambavyo wao wanataka. Utakuta mtu amejenga msikiti wake huko kwa huko au madrasa, basi anatafuta mwalimu fulani, mimi nina madrasa yangu kule kijijini kwetu, nataka ukafundishe. Wewe nenda, ukishafika huko mwisho wa mwezi tutaangaliana. Elewa hiyo lugha. Basi kwa kuwa wengi katika walimu wana njaa na lengo lao ni dini, mtu anakusanya familia zake, huyo ikishafika mwisho wa mwezi, bwana kuna sadaka hapo nimekutumia ili uendeshe maisha yako, ukiangalia laki. Mwezi mwingine bwana mambo yamekuwa magumu, 50,000. Basi utaona mwalimu anaishi katika njaa, katika tabu, mara aombe miogo kwa majirani, ndizi, yani shida tu. Sasa hivi walimu wameamka. Hili ndio ambalo mimi nimeligundua. Sijajua wenzangu mmegundua nini, lakini nazungumza hili kwa sababu mimi ndio ambalo nimeligundua. Sasa hivi walimu wameamka. Kwa sababu maisha sasa hivi ni ghali, yako juu, na wao wanaishi kwenye dunia hii, hawapo mbinguni. Na wao wana wake, wana watoto, wana wazazi, wanategemewa. Sasa ukimtaka mwalimu sasa hivi anakuambia hebu tukae mezani kwanza, tukubaliane kabisa, naenda vipi huko, mtafikia wapi, mtakula nini? Kwa sababu yeye si mwanadamu, ana watoto, ana wake. Yeye aomba chumvi kama unavyoomba wewe, aomba pampers kama unavyoomba wewe. Lazima mambo yaeleweke, yang'ae kabla muda haujafika kugombana. Sasa watu wakifanya hivi katika walimu, utaona wanashambuliwa kwamba dunia tu, hakuna maslahi, wanapenda maisha mazuri. Tayeb, kwani wewe hupende maisha mazuri? Hebu kwa mkweli tu. Mbona unatembelea gari, walala pazuri, unavaa kizuri, hupende maisha mazuri? Kama wapenda, kwa hiyo wewe unawendo binadamu ambaye unastahiki kuishi haya maisha mazuri. Lakini huyu mwalimu huyu ni mnyama, ng'ombe huyu, mbuzi, hana mpya. Wewe mfungulie tu, atakula majani, maboga ya watu, kisha tarudi kizizini, sio? Kadhia maisha, haombi chumvi wala nini. Malako, mna nini nyinyi? Sasa ukizungumza hivi, utaambiwa nyinyi mna maneno magumu. Kwa sababu nyinyi maneno laini hakufaeni. Nyoyo imekuwa migumu. Mna
mnawatuhumu watu kuwa wanapenda dunia. Hao mnaowatuhumu ndio watu ambao kutwa wapo darasani, kazi yao kusoma na kusomesha. Nyinyi ambao mnapenda akhera, mbona kutwa mnaminyana na mabiashara masokoni huko? Kama mnapenda akhera, mnapenda dini kweli, simfunge maduka mje darasani msome. Lakini wengi wao watu wenye meneno kama haya siku zote utaona ni watu ambao wako mbali na kuitumikia elimu, si katika kuwasomesha watoto wao wala kuwafadhili watu wala kutia nguvu kwenye zile marakizi ambazo zinatoa hao walimu. Wao wanapenda kupata vitu ambavyo tayari vishaandaliwa, yeye atakugharamika. Ukiona vielea vimeundwa. Sasa inatakiwa tufikie mahala tusiogopane, tuambiane ukweli. Yaani watu wasirushe maneno nyuma ya ukuta, waelezane ukweli, ili kama kweli kuna dosari, kwa sababu kila mmoja anakosea, awe shekhe au mwanafunzi au ammi. Kama kweli kosa limethibiti, anasihiwe na sio kumtia ubaya wakati hana. Hili silo sawa. Nataka kuambia tulabul ilm, nyinyi someni kwa ajili ya Allah, na wala msio na hofu ya maisha, na wala mtu asikupeleke eti kwa sababu ana mali, eti kwa sababu ana pesa anataka kuburute. Fahamu hicho ulichokibeba ni thamani mno kuliko hicho ambacho yeye anacho. Hayo maisha yatakuja baadaye biidhnillah tabaraka wa taala. Allah hawezi kuacha kuwanusuru tulabul ilmi ambao wamekaa chini wakasoma Qur'ani, wakasoma sunna, wakasoma dini, kesho waje kulingania tauhidi na kukataza shirki. Hatuweza kuacha kunusuru, atanusuru biidhnillah tabaraka wa taala. Yeye ndo ambaye anawaruzuku wachawi, majambazi, wezi. Vipi asiwaruzuku tulabul ilmi ambao wamebeba bendera ya sunna? Usiwe na hofu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, Allah atanusuru muumini. Usiwe na wasiwasi, wewe kaa chini, soma kwa ile Allah subhanahu wa ta'ala, takasa nia yako. Lakini pia tukizungumza hivi hatuna maana kwamba wewe uzungumze na watu vibaya, uwadharau, uwatukane. Hapana, ishi nao kwa wema, zungumze nao kwa uzuri, kuwa mpole kwao, lakini usikubali kuburutwa na usiwe mwepesi sana. Kuna watu washawahi kuchukua walimu wakawalaza kwenye magodoro ya mkojo, shuka yanuka, mtu anashindwa mpaka kujifunika. Mwalimu wa Qur'an kwenye masekula, mbona mnatoa pesa nyingi? Kwa nini? Kwa nini mnawadharau walimu wa dini nyinyi? Mna nini kwani? Mna kitu gani? Kwa hao mmeona hawa ni watu wanyonge, ni watu wa kuodogesha, kuwadharau kwa sababu wamebeba dini, sio? Ukimdharau mwalimu ujue unaidharau Qur'ani, unaidharau sunna, kwa sababu huyu ametukuzwa na Qur'ani na ametukuzwa na sunna. Wewe unatakiwa kutukuza kile ambacho Qur'ani imetukuza na sunna pia imetukuza. Hapa sipendi kuzungumza sana kwa sababu nitakuwa simaliza maneno. Acha niache niende nukta nyingine kwa sababu muda utarefuka. Al-alamatu thaniya, alama ya pili, as-sadiqu fil ilmi ya'mal bima alim wala yakunu muqassiran fil amali. Mkweli katika ilmu, ya'mal bima alim, anakifanyia kazi kile ambacho amekifahamu. Akisoma kitu anakifanyia kazi, wala yakunu muqassiran fil amali, wala hawi mvivu katika matendo, kwa sababu lengo la kusoma ni amal. Falaula al-amal lam yutlab al-ilmu, lau kama sio kufanyia kazi elimu, basi elimu isingetafutwa. Kwa lengo la kutafutwa elimu ni watu kuifanyia kazi. Na ndio maana al-Imam al-Allama al-Hafidh Ibn Hibban al-Busti rahmatullahi ta'ala alayhi kwenye kitabu chake Rawdatul Uqala anasema, al-aqilu la yashtaghilu bi talabi al-ilmi illa wa qasduhu al-amal bih. Mtu mwenye akili timamu katika wanafunzi hajishughulishi na jambo la kutafuta elimu isipokuwa lengo lake ni kuifanyia kazi hiyo elimu. Na nyinyi mnafahamu sunna zilizokuja kuwahimiza watu waifanyie kazi ilmu na kuwatahadharisha kwa kuambia kwamba msipoifanyia kazi ilmu basi ilmu itakuangamizeni. Wal Qur'anu hujjatun laka au alayka, hadith maarufu عند الإمام مسلم
Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, na Qur'ani ni hoja kwa ajili yako au dhidi yako, kwa maana imma ikutetee siku ya kiyama au ikuangamize kama hukuifanyia kazi. Lakini pia katika maswali manne ambayo siku ya kiyama mtu ataulizwa wa an ilmihi madha amila fihi, ataulizwa kuhusu ilmu yake alifanyia kazi vipi. Na ndio maana al-Imam Ibn al-Jawzi kwenye kitabu chake Saydul Khatir anasema, al-miskinu kullu al-miskin man daa umru fi ilmin lam ya'mal bihi fafatahu ladhatu ad-dunya wa khayratu al-akhirah faqadima muflisan ma'a quwwati al-hujjati alayhi. Anasema maskini wa kweli kabisa, al-miskinu kullu al-miskin, maskini wa kweli kabisa kuliko maskini wote ni yule ambaye amepoteza umri wake au umepotea umri wake katika ilmu ambaye hakuifanyia kazi. Man daa umru fi ilmin lam ya'mal bihi, ni yule ambaye umri wake umepotea katika ilmu ambayo hakuifanyia kazi. Fafatahu ladhatu dunya wa khairatu al-akhirah, kukamfutu yeye au zikamfutu yeye starehe za dunia, kwa sababu ladha ni zile starehe. Zikamfutu yeye starehe za dunia, kwa sababu unapokuwa mwanafunzi lazima ukae kando na starehe, uwe mbali na starehe za dunia, ndio utapata elimu. Lazima upate tabu ndio utapata elimu. Kwa hiyo huyu ameacha dunia, ameacha starehe, akatafuta elimu ya kisheria. Kwa hiyo zikamfutu zile starehe za dunia wa khairatul akhirah, na pia zile khairi za akhirah pia zimemfutu, zimempita. Faqadima muflisan, akafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amefilisika, hana kitu, kwa sababu hana amali, hakuifanyia kazi ilmu. Ma'a quwwati al-hujjati alayhi, pamoja na hoja yenye nguvu iko dhidi yake. Si alibeba elimu, alisoma, alijua kitu fulani ni haramu, alafu akakifanya hivyo hivyo. Alijua kitu fulani halali na hakufanya yale ambayo yamekatazwa, yeye akayafanya. Yale ambayo yameharamishwa pia akayafanya. Kwa maana amekwenda kinyume na sheria, amekwenda kinyume na ile elimu ambayo amebeba. Huyu sasa atafika mbele Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa hoja ipo dhidi yake. Fa'alimun biilmihi lam ya'malan mu'adhabun min qabli ubadi alwathan, alim mtambuzi ambaye hakuifanyia kazi ilmu, huyu ni mtu wa kwanza kuadhibiwa kabla ya wale ambao wanaabudu mizimu. Kwa hiyo inatakiwa wafikie mahala tulabul ilmu wajitambue kwamba wao wanasoma kwa ajili ya nini, na wafanyie kazi kile wanachokisoma, kwa sababu kama hawakufanyia kazi watakuwa ni waongo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hawataipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wali'iyadhu billah, wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ndugu zangu, ile ilikuwa ni khutba ya kwanza, na hii khutba ya pili sitoweza kuendelea na alama zingine kwa sababu muda umekwenda. Tutaacha biidhnillah tabaraka wa taala, huenda tukipata fursa tutakuja kuendeleza mada hii, lakini nawasisitiza tulabul ilmi kuwa wazitazame nia zao mara kwa mara, wazichungulie nia zao mara kwa mara, wakae chini wajiulize, mimi nasoma kwa ajili ya nini? Nasoma kwa ajili ya nani? Je, kweli nasoma kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala au kuna malengo mengine? Kwa sababu kama hukuwa ni mtu wa kukaa chini na kujadili nia yako, sheitani anaweza akakupitia, akakutoa katika malengo, akakuondoa katika ikhlas, ikawa wewe malengo yako ni dunia na sio dini, na hili litakuwa ni baya mno kuliko mabaya yote ambayo wewe unayafahamu. Kwa hiyo na wahusieni mumche Allah subhanahu wa ta'ala
katika jambo la kusoma elimu, katika jambo la elimu. Kadhalika mumtangulize Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, na muwe kweli kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika muwe kweli katika ilmu zenu, na Allah atakupeni ilmu. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.